Ndugu washiriki, ununuzi wa umma na ugavi unahusisha sehemu kubwa ya matumizi ya serikali. Kwa msingi huo, fedha zinazotumika katika shughuli hizi zinapaswa kusimamiwa kwa umakini ili kuhakikisha zinatoa matokeo yaliyokusudiwa. Ndugu washiriki, ninapenda kusisitiza kuwa ununuzi wa umma na ugavi si utaratibu wa kupata bidhaa tu, huduma na kazi za ujenzi pekee, bali ni nyenzo ya kisera na kimkakati ya serikali katika kuchochea uzalishaji na ukuaji wa viwanda, kuongeza ajira, kuimarisha kampuni za ndani, kukuza ubunifu na kuhakikisha maendeleo yanayonufaisha Watanzania wengi zaidi. Hiyo ndio kusudi kuu la PPRA. Ndugu washiriki, serikali inatambua umuhimu wa matumizi ya tehama katika ununuzi wa umma na ugavi. Matumizi ya mifumo ya kidigitali kwa kweli yanapunguza gharama, yanaongeza uwazi, yanaharakisha michakato, lakini yanaongeza pia ushindani na kurahisisha ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma. Maana yake transparency inapokuwa kubwa, hata tracking system ya kujua matumizi sahihi ya fedha inakuwa ni rahisi, kwa sababu tunatumia mfumo wa kidigitali tofauti na manual system. Sasa, kwa kuzingatia umuhimu wa matumizi ya tehama katika ununuzi wa umma, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya 410 ya PPRA ilianzisha mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST, unaotumika kutekeleza shughuli za umma na ugavi katika taasisi za umma. Bila shaka mfumo huu unaeleweka na unafahamika na kujulikana kwa kila mmoja. Aidha, kupitia waraka namba 2 wa mwaka 2023 na 2024, serikali ilielekeza kuwa kuanzia tarehe 1 Oktoba 2023 taasisi nunuzi zote zitekeleze shughuli za ununuzi wa umma kupitia mfumo wa NeST. Labda niweke katika mabano, alisisitiza Mheshimiwa Rais kwamba name and shame. Kwa hiyo yale ambayo tumeyasema, mfumo kweli tumeujenga na unaona mambo mengi sana. Kwa hiyo ni wasii washiriki wote tuhakikishe kwamba tunazingatia taratibu, kwa sababu tutatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika taarifa ambayo tutaenda kuwasilisha tarehe 30 Machi mwaka 2027. 3, kuhakikisha miradi inatekelezwa kulingana na thamani halisi ya fedha. Na 4, alielekeza Mheshimiwa Rais kwamba kudumisha uwazi na uadilifu baina mamlaka, yani mamlaka yetu CAG na TAKUKURU, ili kuziba mianya ya ubadhilifu na rushwa katika mnyororo wa ununuzi na ugavi. Hayo yalikuwa ni maelekezo 4 ya Mheshimiwa Rais wakati tunawasilisha taarifa kwake tarehe 30 Machi 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mamlaka imeanza kufanya kazi ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji, tathmini na utoaji motisha kwa taasisi nunuzi zinazofanya vizuri. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.